Awali yote salamu alaykum. Tukirejea swali lako, kwanza mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba maandalizi yanakwenda vizuri. Na mchezo wetu wa kesho tunajua umuhimu wake. Tunajua kabisa tunacheza na timu ambayo imetoka kupoteza mchezo wake wa mwisho. Kwa hiyo maandalizi mazuri ya kucheza na timu kama hiyo yamekamilika. Kwa hiyo kubwa ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu tu kwamba tujalie kila la heri, tuamke salama, basi kila mmoja aende akatimize wajibu wake kesho. Mnaonekana kuwa na matokeo mazuri sana mbele ya Coastal Union. Pengine kwa mwaka huu tutarajie hilo ama unaionaje Coastal Union ya mwaka huu na miaka mingine? Mimi ninachoamini ni kwamba hii ni Premier League. Na Coastal Union wako kwenye Premier League. Na sisi tuko kwenye Premier League. Kwa hiyo kubwa moja ya kanuni ya fair play ni kumheshimu mpinzani wako. Tunawaheshimu Coastal Union kama wapinzani wetu katika ligi moja. Kwa hilo ndilo kubwa. Kikubwa ni kwamba jiandaa vizuri kucheza na timu nzuri ili kuhakikisha mwisho wa yote tunapata matokeo yaliyokuwa mazuri. Kwa upande wa wachezaji, pengine kuna mchezaji yote anaweza kukosekana kwa sababu yoyote? Kubwa ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwenye hilo. Mpaka jana tumefanya session ya jioni, watu wako vizuri, na mpaka sasa tunakuja kwenye press kama hivi. Vijana wako vizuri. Kubwa ni kuzidi kuwaombea tu Mwenyezi Mungu kwamba wajalie leo washinde salama, walale salama, waamke salama, kwa sababu kwenye mpira kuna haki na wajibu vinakwenda kwa pamoja. Kwa hiyo Mungu awajalie waamke salama ili kesho waende wakatimize wajibu wao wa kuitumikia na Mungu. Kocha, tunaenda kuanza mechi ya kwanza kwa mwaka 2026. Ndio. Na Ruangwa tulimaliza mwaka kwa zawadi ya ushindi. Ndio. Wape neno lako la kukaribisha kesho kuanza mwaka kwa Ruangwa ya nyumbani. Kwanza kabisa mimi ni mshabiki mkubwa sana wa mchezaji wangu wa 12. Na mchezaji wangu wa 12 ni supporters wetu, wapenzi wetu, fans wetu, wana Ruangwa. Mchango wao ni mkubwa sana wa timu hapo ilipofikia. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba wao kwa nafasi yao nao pia kesho Mungu ajalie salama, leo walale salama, waamke salama, waje watimize wajibu wao wa kuwasupport wachezaji wenzao 11 ambao wako kwenye field. Siku zote ndege wafananao ndio wanaruka pamoja. Yana maana kwamba labda wewe kama Kiswahili ukijui. Kama Kiswahili ukijui utanipata tabu, utabidi niingie darasani tena kaka. Ndio maana nimeuliza hapo kocha kidogo. Kidogo nitavulie. Nitafutie kwa muda wako sasa, naweza kutafuna mahindi kunapiga mluzi. Nizungumze nikufundishe, sitakuwa kizaza hicho. Maana yake kwamba ni nini? Watu wote ambao wanafanya kazi kwa pamoja, nguvu yao inakuwa ni moja. Kwa hiyo ndio maana nasema na wasupport na nawakubali mno wachezaji wangu wa 12 ambao ndio fans wetu, shabiki wetu, wapenzi wetu, wana Ruangwa. Hao wenzao 11 akiwa kwenye field nao wana play part yao wakiwa nje ya uwanja. Kwa hiyo nawaheshimu sana kwa hiyo, na mimi pia ndio maana nawaombea kwamba walale salama, waamke salama, na Mungu akijali tulivyoanza ndivyo tutakamaliza nao. Kwa hiyo nao wanajua kabisa wajibu wao nini. Hilo sina shaka nalo. Kwa hiyo nafikiri ndio nimekujibu vizuri na umenielewa Naelewa. Salamu alaykum. Kabla ya kusimama kwa ligi, moja kati ya timu ambayo ilikuwa inacheza vizuri pamoja na timu yako. Ndio. Na imetumia vizuri sana. Ndio. Simama ligi kwa na 2 kwenye michezo 8. Ndio. Rekodi ambayo inaweza ikawa ni rekodi nzuri, sio nzuri sana, sio mbaya sana. Ndio. Mara nyingi wanasema timu zikiwa mapumziko, timu inaweza ikarudi kwenye ligi ile na kurudi kwenye ligi au ikawa na kitu tofauti. Ndio. Ni kweli unachozungumza kwa swali lako, ni kweli. Kwenye mpira, kwenye kujua mpira, kwenye kufahamu mpira, hilo ni tatizo. Unajua tumepumzika zaidi ya mwezi mmoja. Kwa hiyo tunakuja kwenye pre-season. Hata mazoezi tunaanza ni pre-season mpya kabisa. Kwa hiyo uanzaji wake pia tunaweza tusipate ile rhythm ambayo tulimaliza nayo. Kwa sababu hiyo tuliokuwa nayo kwa sababu tuliipata kwa kucheza. Kwa hiyo tukasimama. Kwa hiyo watu wamerudi tena kuanza kutengeneza timu kwa ajili ya kucheza. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba
haitakuwa kama vile, lakini itakuwa vile. Katika dirisha dogo hili mnapotoa wachezaji watatu. Na mkifanya hivi mambo. Asante kwa swali lako. Ni kweli, lakini kwa mujibu wa kanuni na taratibu za TFF huwa tunasajili wachezaji wasiopungua 30. Kwa ujumla wake timu nzima ukifuata kanuni inavyotaka usajili wa timu wachezaji 50. Kwa nini 50? Unakuwa na wachezaji 30 mathalan kwenye senior team, alafu una wachezaji 20 kwenye under 20 wako registered wale, na kwa mujibu wa kanuni unaweza kuwatumia 5 kwa kila mechi. Kwa hiyo inapotokea hivyo unakuwa una wigo mpana. Kwa hiyo kwa swali lako nikwambie tu ni kwamba kuna waliotoka, kuna walioingia, lakini idadi ya wachezaji hakikisha kwamba Namungo inafanya vizuri wapo na tuko tayari kwa hilo. Mashabiki wengi walisikitika kuondoka kwa kipa Naima. Vipi katika hilo? Walisikitika kuondoka? Kama vile kipa mzee sana kama kamili kaisaidia timu. Ni kweli unajua kila mtu anatoka. Unajua watu wengi hawaelewi. Na ile leo niliseme wazi kabisa. Naona Luangwa wajue, naona Namungo wajue. Kuondoka kwa Naima ni yeye mwenyewe. Wana Luangwa kwa wema wao na kwa ustaarabu wao na kwa uungwana wao wakwambia kwenye hili hatuwezi kukuzuia kwa sababu ni maisha. Kwa hiyo sisi tunakutakia kila la heri. Kwa hiyo Naima ana safari ya kwenda Kuwait na ameuomba uongozi. Na viongozi wamemkubalia bila masharti yoyote. Kwa hiyo naambia wana Luangwa waelewe hivyo kwamba huo ndio sio rahisi kulisema, lakini mimi niliseme ili watu waelewe, sije wakazungumza kitu ambacho hakipo. Naima ameomba mwenyewe kwenda kutafuta maisha mengine Kuwait. Sasa na mtu yule ni kazi yake na ndio maisha yake. Kama kweli unajali career ya mtu, kuna kesho. Unaona bwana? Namungo wamempa baraka zote. Asante. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi mpaka sasa hivi yamefikia 100%. Tunasubiri mchezo wa kesho. Kwa upande mwingine wa swali lako, ipo hiyo ni kawaida kwenye ukitoka mapumziko. Pale tulipoishia itakuwa ni tofauti kidogo, lakini na imani kesho tutapush ili kuendeleza kile tulichomalizia mwaka uliopita. Hapana, sisi tupo nyumbani, sisi tunaheshimu Coastal Union. Mimi na imani kesho mchezo utakuwa mzuri. Ila sisi tumejiandaa kupata point 3. Wana Luangwa hawajawahi kutuangusha tukiwa nyumbani kwetu hapa. Kwa hiyo mimi na imani kesho watakuja kwa wingi ili kusupport kupata point 3. Mechi ya kesho point 3 ni muhimu sana kwetu.